Baba, hapa ndani ya nyumba pana matatizo. Na matatizo analeta huyu kibinti. Nikipika mimi, Sifa anapewa huyu bibi. Kufua mimi sijui. Halafu mwenzangu anaona mimi ni matapishi. Huyu mpumbavu nazi anaweza kanaribia mimi nyumba yangu? Kwa nini iwe hivyo baba? Maana huyu ni mpumbavu nazi, anaweza kanaribia mimi nyumba yangu baba. Kwa nini inakuwa hivyo? Mimi nashindwa kumwelewa mwenzangu mpaka sasa hivi. Ana msimamo gani kwangu? Anaongea ni sahihi. Wewe binti, una kwenu? Baba, mimi na wazazi. Hakuna mja anayekosa wazazi wake babangu. Mimi na wazazi wangu. Basi kuna mambo ambayo yamenikuta ambayo sikuweza kusimuliwa, ni kwa uwezo wa kusoma tu, ambao nikaja kujua ni makubwa. Lakini Nashi, Nashi. Wow. Umependeza sana. Asante sana mama. Yaani tangu benki huko ndani leo ndio umependeza. Nimefurahi kwa sababu unafanana na nyumba yangu. Asante. Nashad. Mimi nadhani kwamba niko hapa na mtu mzima mwenye kufahamu. Na wala sipindi ustuke na chochote kile ambacho mimi nitakiongea. Unajua Nashi, mimi nilikuwa naishi na mume wangu. Sasa basi, kama ni bahati tayari unao mikononi mwako, unao uwezo wa kuikumbatia ama kuitupa. Au ndugu yangu umeridhika na haya maisha hapa kijijini? Ya kukomaa usiku kucha, mchana, asubuhi kwenye jua, kunaelekea shambani kwenda kulima na dumu lako mikononi. Afu mwisho siku unakuja kulipwa shilingi 20,000. Nitazame mimi tu, ni muda mchache nimekuja kuongea na wewe. Tayari nimekuja tengeneza shilingi 200,000. Je, wewe ukinyanyua miguu yako hapo na kwenda mjini? Utatengeneza kiasi gani? Asante. Gisha. Sasa ulikuwa unanishauri labda nifanye nini? Mimi nimekuelewa Patrick, lakini sikiliza Michael. Maisha ni mtihani na siku zote bahati haiji mara mbili. Chukua. Ukishakuwa tayari, mwambie Patrick akulete kwangu. Ambaye ndo ameniachia mali zote zile ambazo naona mimi niko nazo.
lakini kwa bahati mbaya yeye alifariki kwa ajali ya gari. Pole sana mamangu. Asante. Lakini nadhani Mungu amenifanyia kusudi ambayo naifurahia. Yaani uwepo wako wewe kwangu mimi, ninahisi kwamba umekuja kunirudishia furaha ya moyo wangu. Unamaanisha nini mama? Hebu niweke wazi. Kuna kitu ninahitaji ambacho nahisi kiko baina yangu mimi na wewe. Nahitaji wewe ndio mume wangu. Hapana mama. Kwa hilo sintoweza. Sikiliza Maisha. Unajua maisha ni mtihani. Kutokana na uwezo aliokuwa mume wangu, ni sifa zake alizokuwa nazo, nahitaji kuwa na mtu mwenye uwezo, mtu ambaye atafanana na mimi. Lakini kwa nini kujiulizi kwamba iwe wewe? Kwa nini asiwe mtu mwingine? Mimi nimekuchagua wewe. Nahitaji wewe ndo uwe mtu wangu wa karibu, mtu wangu wa kuniriwaza, mtu wangu wa kunifanya niondoe na stress yote nilokuwa nayo katika hii dunia. Sijapata mtu wa hivyo na wala sijawahi kumuona isipokuwa nimekuona wewe. Nadhani Mungu alikuwa anakusudi la kuniunganisha na wewe. No, I'm far from perfect, nothing like your entourage. I can't grant you any wishes, I won't promise you the stars. But don't ever question if my heart beats only for you. It beats only for you. 'Cause when you give it up, Baba amefariki? Haiwezekani. Mama mimi nje ninaniuma sana. Mbona chakula kinachelewa? Ngoja tu nisubiri hapa.
Usijali, pia kutengenezea chakula sio muda mrefu. Unaendeleaje lakini masomo? Masomo yanaendelea vizuri. Kweli. Lugha inapanda. Unajua nini? Mwanzo nilihisi kama lugha ya Kiingereza ni lugha ngumu sana. Lakini kiukweli na enjoy sana kwa sababu kila siku na improve. Sasa sikia nikwambie. Unajua mimi nimeamua kukufundisha wewe kwa sababu gani? Mimi na biashara nyingi. Na hizo biashara zinatakiwa lazima ujue lugha. Kama ujui lugha hauwezi kufanya. Kwa hiyo ndio maana nimeamua kupeleka kwenye English course ili angalau uweze kuongea na watu. Si unajua biashara? Habari za mjini huko? Mjini salama, japokuwa mambo yangu si mazuri. Rafiki yangu Nashad ulimuona? Nashad nikutana naye ila kwa bahati mbaya nampeleka ninakoishi akagongwa na gari. Alafu amekufa? Hapana, hakufa, tulimpeleka hospitali. Ugonjwa wenu unaendelea vizuri. Kutokana na mshtuko wa ajali, umefanya wewe na usasa sana. Itubidi tumchome sindano ya usingizi. Kwa sasa amepumzika. Ila itabidi lazima alale. Kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Kitaalamu, mtu anayepatwa na ajali basi kuna kutoka damu sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo anaweza kutoka damu ndani kwa ndani. Kitaalamu tunaita internal bleeding. Na alilalamika mkono wa kushoto na muuma. Kwa hiyo itabidi kesho tumfanyie x-ray. Lakini tunaweza kwenda kumuona daktari? Tunaweza kwenda kumuona. Yupo wodi namba 4, chumba namba 6. Okay, asante. Na siku ya pili mimi nilikwenda hospitali. Kakutana na nesi na nesi akaniambia kwamba Nashad ametolewa pale. Kwa mimi kama mimi nikamtafuta huku na kule lakini bila mafanikio sijampata. Leo nataka kwenda mjini. Kama Mungu atajalia basi Jumapili nitakwenda mjini. Tufuatana ili kajaribu na mimi kumtafuta. Bila shaka tutakwenda mzee. Suti. Yes. Kuna kitu ninahisi. Lakini nataka nikuahidi. Kama hicho kitu kitakuwa kweli, nitakujengea nyumba nzuri, nitakununulia na gari. Wow. Kitu gani? Unataka nikwambie? Yeah. Wow. Are you serious? Yeah. Baby, wow. I wish kama ni kweli jamani. Mungu. Hongera sana. Vipimo vyetu vinasema kuwa una ujauzito wa mwezi mmoja na wiki 2. Unasema kweli dokta? Yeah. Ila kwa sasa anatakiwa awe kula mboga za majani na matunda kwa wingi. Na kama ulikuwa mtumiaji wa mihadarati au ulevi wa aina yoyote, mapombe na vitu vingine, katika usitumie kwa sasa.
kwa ajili ya kumjenga mtoto katika hali nzuri. Nashukuru sana dokta kwa kusikia hilo. Lakini kwa bahati mbaya mzuri, bibi wangu hatumii kilevi cha aina yoyote. Yaani najitahidi sana kwa hili. Nashukuru sana. Itakuwa vizuri sana. Mzee, acha mimi niende kwenye mihangaiko yangu. Sawa, lakini naomba kabla hujakwenda mimi na maongezi na wewe. Sawa? Ni hivi, rafiki yako Nasha nimemtafuta sana, sehemu nyingi sana, lakini sijamuona. Kwa hiyo mimi naona afadhali nirudi kijijini kweli. Sawa mzee, mimi nimekuelewa sana. Ila naomba unipe siku 2-3 hivi ili nikutafutie nauli ya kwenda huko kijijini. Sawa. Right. Mambo vipi? Sawa hivyo hivyo mdogo mdogo. Atoka wapi mida hii? Nimetokea site hivi kutoka kazi, sema kazi yenyewe hakuna wani. Sikiliza, kijaribika kitu. Kuna site mpya, shaelewa Yaani hii kazi mpya bosi anataka nguvu kazi zaidi. Yaani ile wewe asubuhi nipitie twende ukacheki. Kazi gani hiyo? Uamini ama? Kama uamini mimi sikulazimishi. Lakini ile pale mimi najua ni poa tu. Wewe mwenyewe utaona. Nipitie asubuhi nilivyokuambia hivyo. Poa kama kazi ya ukweli fresh. Poa, fanya hivyo kesho. Poa mwana. Baba. Shikamoo. Marhaba, habari yako? Safi tu. Za huko? Kazi? Sama. Vipi kazi inaendelea? Kazi inaendelea vizuri. Haina tatizo. Na wale vijana wanasema niwaongeze, nimewaongezea. Kwa sababu kazi inaenda vizuri. Kazi inaenda vizuri. Sawa. Sasa mimi leo jioni sitaweza kufika hapa kwa sababu kuna watu nitakuwa na kikao nao. Kwa hiyo hizi pesa nitawalipa vibarua jioni. Asante. Kwa hiyo mimi nafikiri nitapita tena kesho jioni. Aha. Sawa, haina tatizo. Kama kutakuwa na tatizo lolote utanipigia. Sawa, zote tunaendelea na kazi. Haya. Asante. Haya, kazi njema. Haya. Migilo, unajisikiaje? Vizuri kidogo. Zangu. Ila mzee wangu nilikuwa nakuomba uende kule na kufanya kazi. Ukifika pale muulizie kijana mmoja anaitwa Tom. Huyu Tom atakupeleka kwa supervisor wangu. Na supervisor atakupatia pesa. Na mimi hapa kidogo nina pesa. Tutazichanganya ili nikupatie nauli ya kwenda kijijini. Sawa, vizuri sana. Lakini kushauri na wewe pia ujaribu kula sababu zile zina nguvu sana na unywe maji mengi. Tajitahidi mzee wangu, tajitahidi. Ngoja kajitayarishe. Kwa hiyo hizi mbao zitatosha lakini Mbao zitatosha kwa sababu ndio maana nikataka wafunge nusu nusu. Kwa sababu ungezungusha zote singetosha. Ingetukosti kidogo. Wao wanafunga kule, wanamaliza, wanahamisha huku. Ndio mpaka namalizia nyuma kule. Kwa hiyo sihitaji tena kuongeza nyingine. Haina haja. Haina.
Na ile pale finishing yake ile. Ina maana wanapomaliza ndio pale wakishaweka papi. Ndio tunao wanamaliziana pale. Sawa. Sasa hivi kazi inaendelea kwa sababu vijana nao wako wengi. Kwa hiyo inakuwa ina tatizo. Tunafunga huko tuna ukisema ukizungusha kote mbao zitoshi mama. Nitakuwa karibu. Karibu. Asante. Nilikuwa namuulizia kijana mmoja anaitwa Tom. Nasikia yupo hapo. Tom. Tom yupo hapa tunafanya naye kazi hapa. Nilikuwa na shida naye kidogo. Mzee kama nakufananisha hivi. Unanikumbuka mimi? Hapana. Mimi ni mjukuu wa Mzee Mbega, naitwa Bugo. Nilikuwa nakaa kijiji cha pili na mama yangu. Wewe si Mzee Mwasa? Baba yake na Nashad. Karibu sana mzee. Karibu sana. Habari za siku tele? Safi tu. Na hapa ndo sehemu yangu ambayo nafanya kazi. Ndio kibaloni kwangu hapa. Karibu sana mzee wangu. Unasema wewe unaitwa Mzee Mwasa? Mimi naitwa Mzee Mwasa. Mama Nashad. Mama Nashad. Hivi wewe, muda wote wewe nilikuwa nakuita kwa nafanya nini? Sinaongea na wewe. Hicho ndio ulichonitia. Unasemaje? Hivi wewe unayofanya hii unajiona kabisa uko sahihi? Wewe unaonaje? Okay, sawa. Ingia ndani. Nenda kachukue panga lako, nenda kachukue jembe lako, twende shambani. Shambani sieti. Hivi wewe mwanamke? Babake na Nashad. Mimi ni babake na Nashad. Maji amepata mkondo. Mwanao Nashad naye amenitoroka kama alivyotoroka wewe. Nimemtafuta kila mahali. Kona zote za sijamuona kabisa. Lakini baba Nashad, lazima ufahamu kwamba hapa ni mjini. Huwezi ukamtafuta mtu kwa staili hiyo. Hapa mjini ukitaka kumtafuta mtu lazima utumie vyombo vya habari. Radio, magazeti, television, tena kwa kupeleka na picha halisi ya huyo mtu. Wewe unatafuta kama kwa kijijini? Unafikiri utafanikiwa kumpata? Anyway, lakini hakijaribika kitu. Mimi naona cha msingi ni hivi. Wewe nipigie simu. Mtafute unavyoweza wewe na mimi pia nitatafuta ninavyoweza. Cha msingi wewe nipigie simu. Utakapofanikiwa kufika. Sina simu. Hauna simu? Hapana. Basi tufanye hivi. Shika hii hapa business card yangu. Alafu shika hii pesa, utanunua simu. Ukishanunua hiyo simu, piga hiyo namba kwenye hiyo business card yangu. Muda wote ule utakipata. Hata sasa hivi ukienda kununua, ukipiga hiyo namba unanipata. Tuwasiliane jinsi ya kumtafuta huyo mtoto. Yes, hello baby. Mambo. Hebu niambie uko wapi sasa hivi? Site?
Okay, poa. Site. Yes, kiongozi. Niambie. Mzigo umeingia eh? Okay, basi nakuja sasa hivi. Sasa hivi tunafika hapo. Sawa kiongozi. Okay, nimekuelewa. Haya, poa. Halo. Wameshafika? Wako hapo ofisini? Sawa. Haya, basi nakuja sasa hivi. Sasa waambie wasiondoke. Haya. Sasa mimi naona ili zoezi leo la kwenda kwenye vyombo vya habari tulisitishe kwa sababu kuna watu muhimu sana natakija nikaona nao ofisini. Kwa hiyo mimi naona tupange siku nyingine. Samahani lakini kwa hiyo. Hakuna. Asante. Sasa kwa nini umemdanganya? Mimi sijakudanganya. Mimi nadhani labda wakati mimi naingia wewe unatoka. Lakini mimi nilienda site. Tumepishana? Wewe usinitanie wewe. Usinitanie kabisa. Mbona supervisor ameniambia kama hujafika? Jibu. Umeshindwa kuniambia ukweli, si ndio? Macho yako tosha yananiambia ukweli ulionao. Sawa, asante. Baba. Moshi, unaweza kuniambia nini kinachoendelea? Baba, wewe niache tu kwanza kwa sababu mimi mwenyewe sijui chochote kinachoendelea. Hapa nilipo mimi mwenyewe nimechanganyikiwa. Yes, doctor. Hali ya mgonjwa ni mbaya. Inabidi tumfanyie upasuaji kwa ajili ya kuokoa kiumbe kilichokuwa tumboni pamoja na mama. Dr. Samani, nakuomba fanya kila linalowezekana. Jitahidi uokoe maisha ya mgonjwa wangu. Nakuomba dokta. Hivi ni kitu gani kimepelekea yule mama kupata mshtuko kiasi kile? Dokta, kuwa mwazi. Ni nini kimempata mke wangu?
Samahani dokta. Mambo nitie kijana wangu pale nje tafadhali. Na kama nitie kijana wangu pale nje tafadhali. Baba. Nashid. Namba. Yule mwanamke unamhudumia ni mama yako. Yule mama baada ya kumfanyia upasuaji alitokwa na damu nyingi sana. Kwa hiyo sina budi kukuambia kwamba yule mama amefariki dunia. Unasema? Yeah. Amefariki. Tumefanikiwa kumwokoa mtoto, kwa hiyo mtoto yuko salama. Lakini madaktari tumeonelea kwamba kwa kipindi hiki ulichonacho sio vizuri ukabidhi mtoto ili hali ni mchanga sana. Kwa hiyo tunakuomba kwamba uende nyumbani, baada ya siku 2-3 unaweza ukarejea kuja kumchukua mtoto wako. Ada? Ina maana wewe mtoto wa Nashad, mjukuu wa mzee Mwasa, wewe kijiji cha Mkuna Nazi? Kaka. Kwa hiyo wewe unamfahamu Nashad? Namfahamu zaidi ya wewe unavyomfahamu Nashad. Wewe unamfahamu Nashad? Nashad ni baba yangu unajua. Wewe unamfahamu Nashad? Nashad ni baba yangu mimi.
Nashid ni babangu.